Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Dr. Ali Mwinyi amesisitiza kuhusu umuhimu wa kuendelea kudumisha na kulinda tunu ya amani iliyopo nchini. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi leo kwa michezo mitatu kupigwa katika mikoa tofauti ya Dar es Salaam, Kigoma na Lindi. Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo ili tuweze kutazama habari asubuhi hii ya leo. Mimi naitwa Juma Mohamed na hii ni asubuhi njema. Utakuwa nami hapa kwenye kutazama zile habari za kitaifa, bila kusahau habari za michezo na burudani, lakini pia tutaenda kuangaza magazeti mbalimbali ambayo yamechomoza asubuhi hii ya leo. Karibu sana. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza umuhimu wa kuendelea kudumisha na kulinda tunu ya amani iliyopo nchini, akihimiza kuendelezwa kwa mshikamano, kuimarishwa kwa upendo na kuondoa aina zote za ubaguzi katika jamii. Dr. Mwinyi ameyasema hayo baada ya kushiriki ibada ya swala ya Ijumaa iliyoambatana na dua maalum ya kuiombea nchi, viongozi wakuu wa kitaifa pamoja na waliotangulia mbele ya haki. Sambamba na hilo pia, Rais Mwinyi na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amesema kuwa akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali wa serikali na waumini walizuru kaburi la hayati Mzee Ali Hassani Mwinyi kwa ajili ya kumwombea dua. Tupate nafasi ya kutazama taarifa hiyo. Nchi yetu iko katika amani. Mufti amezungumza hapa. Tulimwomba Mungu, tuendelee kumwomba Mungu atujalie nchi yetu ibaki katika amani hii tuliyokuwa nayo. Kwetu sisi ni tunu hii kubwa, kwa sababu toka tumeanza vyama vingi mwaka 95, chaguzi zote zimegubikwa na uvunjifu wa amani na uvunjifu wa umoja katika nchi. Uchaguzi uliopita, alhamdulillah, hakuna mtu aliyepigwa, hakuna mtu aliyeuawa, hakuna ile kubaguana kwa dhahiri kuliko kuwepo siku za nyuma. Nyinyi mnatambua kwamba ilifika mpaka dini ikawa inaingizwa katika siasa, kwamba msikiti huu sio wetu wa chama fulani. Tulifika hapo. Lakini alhamdulillah, tunashukuru kwamba sasa hivi watu tunasali misikiti yote. Mara baada ya kutazama taarifa hiyo, tukaangaze habari nyingine ambapo wafanyabiashara wadogo nchini wakiwemo wasusi wametakiwa kuchangamkia fursa za mikopo inayotolewa na serikali, ikiwemo bilioni 10 maalum za kujikwamua kiuchumi. Rai hiyo imetolewa na Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Mary Priska Mahundi, jijini Dar es Salaam katika hafla ya urembo na ibada iliyoandaliwa na Chido Point, ikienda sambamba na siku ya Ijumaa Kuu. Kwa upande wake, mwandaaji wa hafla hiyo ya urembo, Mariam Wilson, amesema ususi umebeba fursa nyingi za ajira kwa vijana, huku washiriki wengi wakieleza namna ambavyo wamenufaika na fani ya ususi. Tupata nafasi ya kutazama na kusikiliza. Sisi kama serikali tutaendelea kuziunga mkono kwa namna mbalimbali. Kama ni msusi, kama ni mamalishe, kama ni babalishe, kama ni machinga, biashara ndogo ndogo nashika mikononi, tunamuona Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan naye hayuko mbali. Ameweza kutoa mpaka sasa zaidi ya bilioni 10, ambapo wafanyabiashara wadogo wa aina hii ambaye anahitaji mtaji angalau wa milioni 4 kushuka chini, wanaweza kupatiwa hii fedha. Ni ya serikali, lakini imepitishiwa kule benki kwa sababu wenzetu wana uzoefu na namna njema ya kuona kwamba hela itarudi na wengine wapewe. Lakini asilimia ya mkopo huu ni 7% tu. Unapata milioni 4 ama 3 kulingana na maelezo yako, kulingana na andiko lako, kulingana na kazi unayoifanya. Lengo kubwa la tukio hili ni kuhamasisha sekta ya urembo kumjua Mungu, cha kwanza, na pia ni tukio la kipekee sana tumelifanya, halijawahi kutokea ndani na nje ya Tanzania, yani kukutanisha warembo kwa pamoja wakiwa wanapata huduma mbalimbali za kiurembo, huku tunamtumikia Mungu. Tunaomba wizara mbalimbali zijitokeze kusapoti wasusi. Pia kuna wasusi ambao wako Kariakoo, wako Mwenge, wamejirundika sehemu moja. Mazingira kama ya sasa hivi ya mvua, kazi hakuna. Na hii sekta ina watu wengi, ina wamama, ina wadada, ina vijana wadogo. Chido ameniinspire kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mimi ni binti ambaye nimeokoka, nampenda Yesu. Nimependa huduma yake, kwanza kuimba, kuabudu,
nimependa hivyo, yani ameniinspire hivyo. Na kuwaambia watu au kuwaambia mabinti ambao wameokoka, hata ambao hawajaokoka, saluni sio sehemu ya kupiga umbea, saluni sio sehemu ya kuangalia video. Unaweza Haya, tukatazame habari nyingine. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya na Uganda, kwa maana nchi za Afrika Mashariki, Burundi, Sudan Kusini na Somalia zimekubaliana juu ya dhana nzima ya kushirikisha mwanamke katika masuala ya ulinzi na usalama, ikiwa ni utekelezaji wa azimio la Baraza la Usalama la 1325 la Umoja wa Mataifa. Tupate taarifa zaidi. Taarifa hiyo imetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi wakati wa mkutano wa 13 wa pamoja wa mabaraza ya kisekta ya mawaziri wa ushirikiano katika ulinzi, amani na usalama na baraza la kisekta la uratibu wa sera za mambo ya nje wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliohitimishwa jijini Nairobi nchini Kenya. Tunajivunia kwamba kwa uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumekuwa ahead of the agenda, kwa maana ya kuwa mbele kidogo ya agenda. Kwa kutumia 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan tuliweza kujijenga na kuimarisha zaidi ushirikishwaji wa wanawake kwenye sekta mbalimbali, ikiwemo uongozi na masuala ya ulinzi na usalama. Hata teuzi zetu utaona kwenye masuala ya ulinzi na usalama tunaye CGI, mkuu wa immigration, ambaye ni mwanamke. Tumeona kwenye vyombo vya ulinzi na usalama uteuzi wa wakuu wa vyombo na wakuu wa idara na vitengo wanawake kwenye masuala haya. Kuhusu matukio ya uhalifu unaovuka mipaka na matishio ya ugaidi, Waziri Katambi anasema hayo na mengine ni miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa katika mkutano huo, hasa kwa kuzingatia maslahi na usalama wa nchi wanachama. Lengo kuu ni kuweka ukanda huu wa Afrika na mtangamano wa Afrika Mashariki kuwa salama katika kila nchi mwanachama, kuhakikisha kwamba hawi sehemu ya kuchangia uhalifu au kuchangia kutoa njia au kipenyo kwa uhalifu katika maeneo yake. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Asante sana Hamisi Mkotia kwa taarifa hiyo. Watu wawili waliofahamika kwa majina ya Saidi Ramadhani, mkazi wa Mshangamo, na Lucas Mondo mwenye miaka 36, mkazi wa Mtanyangibole, wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua dereva bodaboda aliyejulikana kwa jina la Luka Songela, mkazi wa Mkuzo, baada ya kumteka na kumpeleka katika mji wa Peramiho kisha kumshambulia na kitu chenye ncha kali na kusababisha kifo chake. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Salma Shaban. Akitoa taarifa ya hali ya usalama mbele ya waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema tukio hilo limetokea Machi 18 mwaka huu majira ya usiku. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo tarehe 18 mwezi wa 3 2026 majira ya usiku. Hata hivyo, baada ya ufuatiliaji tumebaini kuwa watuhumiwa hao walikuwa wakijihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na uvunjaji na wizi wa pikipiki wilaya ya Songea. Katika tukio jingine, jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Michael Ngonyani mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa kijiji cha Mtyangimbole, kwa kujihusisha na matukio mbalimbali ya uhalifu ikiwemo wizi wa magari na vitu vya majumbani mkoani Mbeya. Alikutwa na gari aina ya Toyota IST namba T 829 DYH. Vile vile mtuhumiwa huyo alikutwa akiwa na sare za jeshi la polisi kaki pea moja na sare za jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ suruali moja na t-shirt moja. Aidha, katika kuelekea sikukuu ya Pasaka, jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kuhakikisha maeneo yatakayofanyiwa ibada za mkesha yanakuwa na ulinzi wa kutosha, huku wananchi wakitakiwa kuto kuacha makazi yao bila uwepo wa watu, kuepuka ulevi wa kupindukia na kutojihusisha na uhalifu wowote. Salma Shabani, hii ni runinga ya Asante sana Salma Shabani kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wakazi wa mkoa wa Kigoma wameeleza kufurahishwa na utaratibu uliowekwa na serikali pamoja na wadau wa taasisi mbalimbali kuanzisha kambi za madaktari bingwa karibu na maeneo yao, na hivyo kuwapunguzia gharama za kufuata huduma za afya nje ya mkoa wa Kigoma. Taarifa zaidi tuungane na Mwajabu Hoza.
Wametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa kambi ya madaktari bingwa wa macho inayoratibiwa na Al-Haji Foundation katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani hapa. Baadhi ya wananchi wanasema kambi hizo zimekuwa msaada wa kuwawezesha kupata huduma kwa gharama nafuu pamoja na kuepuka gharama za usafiri kufuata huduma za kibingwa nje ya mkoa wa Kigoma. Kambi hii matibabu yake yanatolewa bure na hivyo ina umuhimu kwa sababu wengi hawana uwezo. Nimemeta mama yangu kwa sababu nishangaika naye sana, fanywa upasuaji, lakini changamoto bado ni kubwa. Naomba kweli huduma hii iwe endelevu kwa sababu wananchi wengi wana uwezo mdogo sana. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kambi hiyo, mlezi wa Al-Haji Foundation Mohsini Abdallah anasema matarajio yao ni kuwahudumia wananchi 6,000. Tunategemea jumla ya watu 5,000 mpaka 6,000 watakuja kwenye kambi hii katika siku 4 hizi za Pasaka. Pia watapewa miwani. Serikali inaeleza kuwa utaratibu huo utakuwa endelevu kwa kuwa unagusa moja kwa moja maisha ya wananchi wenye kipato cha chini. Walezi kama hawa wenye moyo wa namna hii kwetu inatusaidia kupunguza changamoto kwa wananchi wetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tunashukuru sana kwa hilo lilofanya, na kwa sababu tunajua umuhimu wa macho, tunajua umuhimu wa matibabu, kwa hiyo ni lazima tukushukuru. Kambi hii itafanyika kwa muda wa siku 4, lakini pia sambamba na huduma hiyo, taasisi ya Al-Haji Foundation imetoa magodoro 100 kwa ajili ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Kutoka mkoani Kigoma tukatazame habari nyingine na tuelekea mkoani Kilimanjaro ambapo hospitali ya kanda ya KCMC iliyopo manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro imetajwa kuwa hospitali ya kwanza nchini Tanzania kwa kutoa huduma ya upasuaji wa tezi dume kwa njia ya mvuke kwa maana ya steam therapy, ambayo jumla ya wagonjwa 11 wamefanyiwa upasuaji kufuatia kambi maalum iliyofanyika Januari mwaka huu. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na afisa uhusiano kanda ya kaskazini hospitali ya kanda ya KCMC Gabriel Chiseo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea zoezi la pili la kambi ya uchunguzi na matibabu ya tezi dume inayotaraji kufanyika Aprili 8 mwaka huu, huku akieleza mafanikio hayo yaliyotokana na uboreshaji wa huduma za kibingwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Tumekuja na kambi nyingine ambayo tutaanza tarehe 8 kwa ajili ya upasuaji wa tezi dume kwa kutumia mvuke. Tulipofanya ile kambi ya mara ya mwisho tuliona wagonjwa 157 na kwa sababu ya ule muda walifanyiwa watu 11 na ilionekana ina mafanikio makubwa sana. Sisi tukawa hospitali ya kwanza hapa nchini kufanya huu utaratibu wa upasuaji kwa njia ya mvuke na inaonekana ina mafanikio makubwa. Naye mtaalamu wa mfumo wa mkojo kutoka hospitali hiyo Dr. Frank Bright amesema kambi hiyo itafanyika kwa siku 3 kuanzia Jumatano hadi Ijumaa, ambapo wagonjwa 25 kati ya 30 watafanyiwa upasuaji, hatua inayotajwa kupunguza adha ya wagonjwa kwenda kutibiwa nje ya nchi. Kuanzia Jumatano mpaka Ijumaa tutakuwa na kambi hiyo ambayo tutashirikiana na wenzetu wanaotoka India. Hii kambi itakuwa na kuna wagonjwa wapya kabisa ambao hatujaona kwenye ile kipindi cha kwanza, lakini kuna wagonjwa ambao walibaki, ndio hao ndio tumewaita. Simu nyingi sana kwamba wanahitaji huduma hii na kufikiria wale ambao walikosa nafasi mara ya kwanza. Kwa kuzingatia vigezo hivyo tumeona kwamba tulirudishe zoezi tena. Baadhi ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali wamepongeza utolewaji wa huduma hiyo ya kibingwa, huku wakiomba elimu iendelee kutolewa ili kuwanusuru wananchi walio katika hatari kupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Serikali tunawashukuru kwa huduma ambayo iko karibu, hasa kwa mikoa hii ya kanda ya kaskazini, mkoa wa Arusha, Kilimanjaro pamoja na mikoa ya pembezoni, kwamba zoezi hili limewekwa mahali karibu. Kama wazee wasioni ni umri yao, waone kwamba tunawashauri na kushawishi waende wapime, kwa sababu wengi sana wanakufa kwa njia hiyo, wanasema ni umri ndio imefika, kumbe sio umri. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Asante sana Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo. Kwa sasa tukaangaze habari za michezo na burudani asubuhi hii leo, ambapo ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi leo kwa michezo mitatu kuchezwa katika mikoa ya Kigoma, Dar es Salaam na Lindi, ikishuhudiwa vilabu vya Yanga, Namungo, JKT Tanzania, Mashujaa Football Club, Tanzania Prisons na Pamba Jiji zikitarajiwa kushuka dimbani kusaka alama 3 muhimu. Mchezo wa mapema hii leo utawakutanisha wazee wa mapigo na mwendo Mashujaa katika uwanja wao wa nyumbani wa Lake Tanganyika dhidi ya Pamba Jiji kutoka mkoani Mwanza, mchezo utakaochezwa majira
ya saa 10 jioni, huku mchezo wa Yanga na Tanzania Prison ukitarajiwa kuchezwa kwenye uwanja wa KMC Complex majira ya saa 12 kamili jioni, huku mchezo wa mwisho ukitarajiwa kuwakutanisha Namungo dhidi ya JKT Tanzania majira ya saa 3 kamili za usiku. Kuelekea michezo ya Yanga dhidi ya Tanzania Prisons na ule wa Namungo na JKT Tanzania, makocha na wachezaji wamezungumzia michezo kwa namna ambavyo zilivyo. Tupata nafasi ya kutazama na kusikiliza. A team that in the last 4 games, despite not having won a game, they've been competitive with some very strong teams. So we know what we're going to face, and that's what we're. Ndo maandalizi tumeendelea nayo pale tulipoanza kurudi kutoka katika international break, na tumezingatia maelekezo ya mwalimu kuelekea mchezo unaofuata. Kwa hiyo tuendelee na maandalizi mpaka siku ya leo. Tumejiandaa vizuri kucheza na timu nzuri JKT, ambayo moja ya timu nzuri, timu ambayo ina ushindani, timu ambayo unaiona kabisa wana malengo yao na wana kitu wanakihitaji. Kwa hiyo maandalizi mazuri ya kucheza na timu nzuri kwa ujumla wake yamekamilika. Maandalizi yameenda vizuri kwa sababu tulipata muda mwingi wa kufanya mazoezi na kujifunza madhaifu yetu na mazuri yetu tuyaendeleze. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata muda mwingi sana wa kujifunza vitu vingi ambavyo vya kuimarisha uimara wetu. Sehemu ya habari ambazo tulikuwa nazo hapa asubuhi ya leo kwenye asubuhi njema. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutakuja kutazama kwenye magazeti mbalimbali nini hasa kimekuelezwa kwa wino mweusi.